Kocha wa timu ya taifa ya Senegal Pape Thiaw ameibuka katika mjadala mkubwa baada ya Wizara ya Michezo ya Senegal kuripotiwa kukataa kugharimia kifurushi chake cha fidia endapo ataondolewa madarakani. Uamuzi huo umeibua maswali mengi kuhusu nani anapaswa kubeba gharama za kuvunja mkataba wa kocha wa timu ya taifa, hasa wakati taifa linaendelea kujipanga kwa mashindano yajayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa, kiasi kinachozungumziwa ni takriban faranga za CFA bilioni 1.18 sawa na zaidi ya dola milioni 2 za Marekani. Hicho ni kiwango kikubwa kinachoonyesha namna mikataba ya makocha wa timu za taifa ilivyo na uzito mkubwa kifedha, jambo ambalo limeifanya serikali ichukue msimamo wa kutotumia fedha za walipa kodi kulipa fidia hiyo. Badala yake, Wizara ya Michezo imeeleza kuwa iwapo kutafanyika uamuzi wa kuachana na Pape Thiaw, jukumu lote la kulipa fidia litabaki mikononi mwa shirikisho la soka la Senegal. Hii ina maana kuwa shirikisho hilo ndilo litakalotakiwa kutafuta fedha hizo ikiwa litaamuru kuvunja mkataba wa kocha huyo kabla ya muda wake kuisha. Hatua hiyo imeongeza presha kwa viongozi wa shirikisho la soka la Senegal ambao sasa wanalazimika kupima kwa makini faida na hasara za kufanya mabadiliko ya benchi la ufundi. Kuachana na kocha ni suala la matokeo pekee uwanjani, bali pia linaweza kuathiri bajeti ya shirikisho kwa kiwango kikubwa na kuchelewesha mipango mingine ya maendeleo ya soka nchini humo. Kwa upande mwingine, msimamo wa serikali unaonekana kuwa ni sehemu ya jitihada za kuweka mipaka kati ya matumizi ya fedha za umma na maamuzi ya kiutendaji ya mashirikisho ya michezo. Serikali inaamini kuwa taasisi zinazosimamia timu za taifa zinapaswa kuwajibika kikamilifu kwa mikataba wanayoijenga na makocha pamoja na wafanyakazi wao. Suala hili pia limezua mjadala mpana miongoni mwa wadau wa soka barani Afrika. Wapo wanaounga mkono uamuzi wa serikali wakisema utalazimisha mashirikisho kufanya maamuzi ya kitaalamu kabla ya kusaini mikataba mikubwa, huku wengine wakihofia kuwa hali hiyo inaweza kuongeza migogoro kati ya serikali na vyombo vinavyoendesha soka. Katika miaka ya karibuni, nchi kadhaa za Afrika zimejikuta zikitumia fedha nyingi kulipia fidia za makocha walioondolewa mapema, hali ambayo imeathiri mipango ya maendeleo ya soka. Ndiyo maana suala la mikataba ya makocha limekuwa likipewa uzito mkubwa, huku mashirikisho yakitakiwa kuzingatia uwezo wao wa kifedha kabla ya kufanya maamuzi. Kwa Senegal, taifa ambalo limejijengea heshima kubwa katika soka la Afrika na duniani, mjadala huu unakuja katika kipindi nyeti cha maandalizi ya mashindano yajayo. Mashabiki wanasubiri kuona kama shirikisho la soka la Senegal litaendelea kumwamini Pape Thiaw au itaamua kufanya mabadiliko makubwa licha ya mzigo mkubwa wa kifedha unaoweza kuikabili. Kwa sasa mpira uko mikononi mwa shirikisho la soka la Senegal. Ikiamua kuendelea na Pape Thiaw, itaepuka kulipa mabilioni ya fidia, lakini ikiwa itaamua kuvunja mkataba wake, italazimika kubeba gharama zote yenyewe, huku serikali ikiwa tayari imeweka wazi haitachangia hata senti katika malipo hayo. Hii ni AyoTV Sports, mimi ni Gladness Joseph.